hadhihi zawjatu, huyu mwanamke ambaye uliyemuoa, in kana hunaka fil khariji man yurshiduha, ikiwa nje ya nyumba yako kuna mtu ambaye kwamba ndiye anayempa muongozo, ni mwalimu wake, kad yakunu hadha baban adhiman ila talaq, huenda huo ukawa mlango mkubwa wa kutoka talaka ndani ya nyumba. Mwanamke aliyeolewa au yule mwanamke uliyemuoa, ikiwa kwenye nyumba yako nje yake kuna mtu ambaye ndiyo mwalimu wake, anampa muongozo na anampa mawaidha na nasaha ni jinsi gani ya kuishi na wewe, ndoa ndugu yangu itamshinda huyo mwanamke. Na asilimia ya ndoa nyingi ambazo zilizoharibika katika jamii yetu ni kwa sababu ya wanawake kusikiliza waalimu wa nje, maneno ya nje. Asikuchezee yule mume wako bwana, anakufanya wewe ni mtoto, huelewi chochote, una akili wewe, si ndio? Yeye akikufanyia hivi, hebu umfanyie hivi. Unakuta ndani ya nyumba kama kuna serikali mbili. Wewe ukisema hiki, mwanamke naye anasema hiki. Ukizungumza hili, yeye anafanya hili. Hatimaye ukija ukichunguza nyuma ya mwanamke yule kuna mwalimu ambaye anampa muongozo. Alafu angalia wakati unakuja kumpa talaka yule mwanamke, sasa anatoka kwenye nyumba yako akilia, yule ambaye aliyekuwa mwalimu wake akienda kwake akimwambia mimi nishaachwa, sasa ndugu yangu naomba msaada, atamuuliza una akili wewe? Mimi nilikuja nikamshika lazima mume wako akuache. Kwa nini ulishindwa kutumia akili wewe? Ondoka hapa tena, nisikuone kaniharibia ndoa yangu. Yeye ashakuharibia ndoa, lakini yeye bado yuko na ndoa yake. Haya ni matatizo makubwa. Sasa unapokuwa na mwanamke huyu ndani ya nyumba, lazima shehe uwe na subra. Kama huna subra ya kumrekebisha huyu mwanamke, ndoa itafanya nini? Itaharibika moja kwa moja.